Baada ya kutazama video 55 ikieleza hedhi nyepesi ina maana gani, sasa tutazame video 56 ambayo tunazungumzia hedhi nzito ina maana gani kwa mwanamke na hatua gani za kuchukua pale ambapo anatokana na hedhi nzito. Hedhi nzito kwa mwanamke inaonyesha kwamba ni hali ya hatari, lakini wanawake wengi wamekuwa wakitokea na hii hali hususan pale ambapo anapitia changamoto fulani au wakati ametoka katika matumizi ya dawa za mpango na sasa na mwili unajitengeneza. Kwa wanawake wengi wamekuwa na hali ya damu nzito ambapo inatoka. Kwa hiyo kinachotokea mwanamke lazima uzingatie, kwa sababu ni mazingira gani ambayo umetoka. Lakini kwa hiyo mwanamke ambaye uko na hali ya damu ya kawaida na haujapitia changamoto yoyote na sasa unaanza kuona damu imekuwa nzito sana, hizo unatoa damu yenye mabonge na tishu au baadhi ya nyama ambazo huwa zimeonekana au ukuta umekuwa ukionekana, basi lazima utafute msaada, kwa sababu ni hali ambayo imebadilika ghafla na lazima utafute msaada kuweza kuwa salama wakati wote. Sasa hii inamaanisha nini wewe mwanamke ambaye unakuwa damu nzito? Aidha ukuta wako ambao unatengenezwa ni mkubwa sana ambao mwisho wa siku unaweza kupelekea ukapata changamoto ya kushika ujauzito, au utakuwa na uvimbe fibroids, endometriosis, au utakuwa na changamoto ya mvurugiko wa homoni ambao unaweza kupelekea hivi vitu vyote, au damu kuweza kuwa nyingi zaidi, au mwanamke kuvuja damu nyingi sana ambayo kama itabaki au itabaki inaweza kutoka baadaye, lakini kwa mtindo ambao utakuwa umeganda na itakuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo ni vyema kutafuta msaada, kwa sababu mwisho wa siku dalili zinazoonyesha mwanamke ana changamoto ya damu nzito ni ukifanya uchunguzi baadaye utakuta labda na fibroids au ana mvurugiko wa homoni ambao umeathirika kwa kiwango kikubwa sana, au atakuwa na changamoto ya endometriosis ambayo ni nyama zile ambazo zinaota katika mji wa mimba, zinaota katika maeneo mengine na kuweza kufanya kazi kama vile nyama ambazo huwa zinaota katika mji wake wa mimba, au zile lea ambazo zinaota katika mji wake wa mimba na kupelekea kucontract au kusinyana kuruhusu ukuta ambao umetengenezwa kuweza kutoka. Kwa kinachotokea, maumivu ambayo unasikia hapa ndio maumivu ambayo utasikia sehemu nyingine, na ndizo damu ambazo utazisikia au damu zitatoka sehemu nyingine. Kwa hiyo zinapotoka zinakuwa katika hali ya kuganda na mwisho siku mwanamke ataona damu yake inakuwa nzito kabisa. Kwa hiyo wewe ukatafuta msaada kuhakikisha afya yako inakuwa salama, kwa sababu kinachoendelea kutokea ni ishara kuwa mwili wako hauko sawa ndani. Kwa hiyo ni jambo zuri wewe mwanamke ambapo unaona damu nzito na kuweza kutafuta msaada moja kwa moja. Lakini haimaanishi kwamba wengine wamekuwa wakipata ujauzito, au haimaanishi kwamba ndio utilie hofu ya kuogopa moja kwa moja. Hapana. Chochote ambacho kinaendelea, utuliza akili yako, tafuta msaada kidogo kidogo, na hakikisha unakuwa salama kwa kuweza kuzingatia lishe au vitu ambavyo vinaweza vikarekebisha mzunguko wako au hedhi yako kuwa katika mazingira ya salama kabisa. Licha ya kuwa na damu nzito, lakini bado wanawake wengi wamekuwa na uwezo wa kushika ujauzito. Kwa hiyo usitilie hofu sana, ni vyema kutafuta msaada kidogo kidogo bila kujiumiza au bila kujipa shinikizo kutoka nje. Asante, mpaka wakati mwingine. Usisahau video 57 hii ikiwa video 56 ikieleza kwa nini damu nzito na huwa inaashiria nini na ufanyaje ili kuweza kuwa salama. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya yatakao kufanya kuweza kuwa salama na afya yako kudumisha au kuwa katika mazingira ambayo yako salama, na afya yako ya uzazi itakuwa salama na kuweza kupata ujauzito ambao utakuwa mwema. Mwenyezi Mungu akubariki, uwe na mafunzo mema. Usikose video 57.